Jana tulishia sehemu ya 21, so leo tunaendelea na sehemu ya 22 na majaji wameingia. Mawakili wa pande zote mbili wapo na Mheshimiwa Lissu naye yupo na karani anasoma maombi hapa. Leo tunaendelea na maswali ya dodoso kwa shahidi ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga ambaye ni Andrew Shabani Tamamilo ambaye ni bwana jela. Jaji anauliza kama pande zote ziko tayari na wanakili wapo tayari. Jaji sasa, na nyie watu wa TLS na ruhusu mtapata nafasi ya kucross. Anaanza John Seka, wakili wa waleta maombi. John Seka, umekuja kwa niaba ya gereza la Ukonga? Bwana jela ndio. John Seka, unamwakilisha pia kamishna wa magereza Tanzania? Bwana jela ndio. John Seka, unamwakilisha pia mwanasheria mkuu wa serikali? Bwana jela ndio. John Seka, umeona unafaa kabisa kuwakilisha wewe? John Seka, unafahamu katiba ya Tanzania na haki inazotoa zile za binadamu? Bwana jela ndio. John Seka, soma ibara ya 13 inasemaje? Bwana jela, watu wote ni sawa mbele ya sheria. John Seka, watu hao ni pamoja na Lissu? Bwana jela ndio. Jaji, mbona hatumsikii? John Seka, afande, tumia mic halafu tumia ile sauti yako ya kijeshi. John Seka, jeshi la magereza lina wajibu wa kulinda raia pia? Bwana jela ndio. John Seka, jeshi la magereza ni miongoni mwa vyombo vya serikali vinavyopaswa kulinda haki za binadamu? Bwana jela ndio. John Seka, pia haki za mawakili zinatakiwa kulindwa na kuamliwa? Bwana jela ndio. John Seka, msimamizi wa gereza la Ukonga, wewe ndio msimamizi mkuu wa haki hizo? Bwana jela ndio. John Seka, wajibu huo wa kikatiba umeutekeleza kipindi chochote ambacho sisi tunakilalamikia hapa mahakamani? Bwana jela ndio. John Seka, kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 6A inasema kuhusu haki ya kusikilizwa, unafahamu? Bwana jela ndio. John Seka, kumbe kwa mujibu wa katiba hiyo unapaswa kutoa fursa kumsikiliza mtu kabla ya kufanya maamuzi? Bwana jela ndio. John Seka, wakati unatekeleza majukumu yako, Bwana Tundu Lissu alikuwa na haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu? Bwana jela ndio. John Seka, je, hawa waleta maombi watatu walikuwa na haki hii? Bwana jela ndio. John Seka, ibara ya 16 inasemaje? Bwana jela, utaratibu wa sheria utawekwa kuhusu hali ya mtu ya faragha na mambo yake ya faragha bila kuathiri sheria. John Seka, kwa mujibu wa ibara hii mamlaka mbalimbali zinaweza kuingilia faragha ya mtu kwa kufuata taratibu? Bwana jela ndio. John Seka, je, mawasiliano binafsi ya mtu ni faragha pia? Bwana jela ndio. John Seka, wakati mtu atamnyima mfungwa haki ya faragha, anajua kama anaingilia na kuvunja ibara ya 16? Bwana jela ndio. John Seka, je, wakati unashughulika na Tundu Lissu ulijua ibara hii ipo? Bwana jela, nimetekeleza hilo. John Seka, ibara ya 22 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania inasemaje? Bwana jela, kila mtu ana haki ya kufanya kazi. John Seka, wewe kazi yako unayoifanya ni haki yako? Bwana jela ndio. John Seka, kumbe na mawakili pia wana haki ya kufanya kazi yao vile vile hadi ndani ya magereza? Bwana jela ndio. John Seka, na mawakili hawa walalamikaji kuja Ukonga ni kuja kazini kwao pia? Bwana jela ndio. John Seka, soma ibara ya 26 kifungu kidogo cha kwanza inasemaje? Bwana jela, kila mtu ana wajibu wa kufuata sheria. John Seka, kila mtu maana yake hadi wewe, au wewe haupo kwenye kila mtu? Bwana jela, hadi mimi. John Seka, una wajibu wa kuheshimu sheria za nchi kumbe? Bwana jela ndio. Itaendelea sehemu ya 23.